Doto ni pacha na pacha wake, lakini Doto aliitwa Doto na Kulwa aliitwa Kulwa, na matokeo ya Doto hayawezi kuwa matokeo ya Kulwa. Maanake wewe una formula tofauti na mimi na formula tofauti, na ndio maana kama unamtaka Mungu lazima ukubaliane na aliyemweka kwamba huyo ni mtumishi wake. Ndio maana Yesu akasema kwamba anayewapokea ninyi amenipokea mimi, anayenipokea mimi anampokea aliyenipeleka. Hiyo ni formula ya matokeo, na ndio maana nimekuja hapa nikakwambia tuombe kwa ajili ya taifa. Tumeomba kwa sababu iko neno Bwana amesema ili tuombe, tukaomba, maanake kuna mtiririko wa matokeo ya jambo. Kama unanielewa, piga makofi ya shangwe. Matokeo ya chochote. Ndio maana yoyote anaenda iwe kwa mganga, atamheshimu shetani anayefanya kazi na mganga wake, ataheshimu mganga wake, ataheshimu na shetani wa mganga wake. Maanake hiyo ni formula. Nje ya formula hauna kitu wewe. Utaishi maisha ya watu wote, rehema ya Mungu. Utaisha kupata hela ya kula na matatizo hayajaondoka kwako, kwa sababu iko formula huna. Na hicho ndicho kinachowatesa walokole. Sema baba. Ndicho kinachowatesa walokole. Wanabadilisha makanisa kutafuta miujiza. Mungu anayo formula, shetani anayo formula. Lazima uende katika ulimwengu tulio nao. Discipline. Nje ya discipline wewe utasindikiza wengi. Na wahakikishia kati ya kuferi kwa watu wengi wa Mungu ni kujifanya wako huru. Hakuna uhuru usio na mipaka. Anaposema palipo na roho ndio penye uhuru, manake palipo na roho kuna kanuni zinazokufanya uwe huru. Nje ya kanuni wewe si huru, ni mtumwa. Usidanganyane, wala usijihesabie haki. Hakuna haki bila formula. Haki yoyote lazima iwe kwenye msingi wa formula ya haki. Nje ya haki, formula nje ya haki, wewe ukidai haki unaonekana unavuruga. Kwa sababu kila kitu kina haki. Yaani haki ina msingi wake. Ndio maana kasema mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Akisitasita manake huyo sio mwenye haki. Imani ni kuwa na hakika bayana ya mambo yatarajiwayo. Maanake ni kwamba kama nimekuja ninaamini mimi nimeokoka, lazima niishi kwa misingi ya Kristo. Je, hapo mimi ni wa kusita ana mapenzi na mimi? Mwenzio anayeenda kwa mganga anaishi formula zile, anafanikiwa, mambo yake yanaenda. Wewe unayeenda kwa uhuru unaojidanganya unateseka. Lazima ujue imani ya aladari hiyo unatakiwa uwe nayo. Amina. Yesu atukuzwe sana. Jamani, ili mbegu yote inahitaji udongo, inahitaji maji. Na mbegu inapoota ikapata vitu hivyo kwa usahihi, inakuwa sahihi. Kama hivyo vitu havipo, hakuna kitu. Tuchukue sasa hivi hata hiyo mbegu ya mwaladari, tukaiweka hapa, tukaondoka, tukamwagilia maji hapa, itaota itaoza. Kwa nini? Iko nje ya formula. Lakini ni mbegu nzuri kabisa. Ni mbegu nzuri. Lakini je, ikiwa nje ya formula ni mbegu yenye maana? Inaweza ikaleta mapato? Inaweza ikaleta maongezeko? Haiwezi. Kwa sababu gani? Haiko kwenye formula. Watu wengi wa Mungu wanateseka kwa sababu hawana maarifa kabisa. Kweli ni wa Yesu, lakini maarifa hawana. Wakana mahala. Mahala watayapata wapi?
Watayapata wapi? Mahala yanaenda kwa mwenye mahala. Maarifa yanaenda kwa mwenye maarifa. Akili inaenda kwa mwenye akili. Hekima inaenda kwa mwenye hekima. Wewe hekima huna, na hekima inanyeshewa mvua na wenye hekima. Manake wewe lazima utafute kwa waliotangulia ili uone hekima iliendaje. Wewe utaki, unaishi unavyotaka wewe, unakuja unavyotaka wewe, unafanya unavyotaka wewe, alafu nataka Mungu afanye. Mungu hajawahi kujipinga. Ile formula itabaki hiyo. Ndio maana hiyo mbegu inahitaji hewa, inahitaji jua. Manake hata wewe unahitaji neno la Mungu, unahitaji ukanywe, unahitaji uwe mtoaji, unahitaji uwe mtu ambaye unaheshimu waliokutangulia. Manake yawezekana una udongo mzuri sawa, yawezekana una mbegu nzuri sawa, yawezekana una maji sawa, lakini kama hewa haipo, kama jua haipo, huo mmea haumei kabisa. Wale tulioenda shule science tunajua. Wewe chukua mbegu, nenda kaifungie kwenye chupa, weka na udongo mzuri. Hiyo mbegu ikiota inaishia hapo hapo. Inaoza. Mwisho inaoza, inatoa funza. Kwa nini? Haipati hewa, haipati jua. Ndio maana Mungu atanyesha mvua, kisha atanyesha jua. Ndio mmea unavyokuwa. No, ndio maana kwa wale ulioishi porini, wakati kama ikifikia kuanzia mwezi wa 9 wa 10, kuna mioto tunaita mioto ya nyika. Anayechoma nani? Ni Mungu mwenyewe. Ili kusudi ile majani yaliyokauka yaende, ili ule mmea kuanzia mwezi wa 11 utoe machipukizi mapya. Naona kwa sababu gani? Hiyo ni formula kwamba unahitaji kupuluniwa, unahitaji kuwekwa sawa, unahitaji jua, unahitaji hewa, unahitaji udongo, unahitaji maji, unahitaji mbegu ili uweze kumeesha. Manake kama wewe umeokoka, unahitaji mchungaji lazima uwepo, ili huyo akuongoze sawa sawa, akufundishe neno sawa sawa, akufundishe na kuomba. Lazima ukinyenyekea, ukikubali na kutii, utakula mema ya nchi. Haijalishi Daudi anayo ndoto, haijalishi Daudi Mungu alimpa ndoto, lakini alimhitaji baba yake. Amwambie sasa Daudi, nenda hivi. Kama nikuulize swali kwamba baba yake Daudi asingemtuma Daudi, Daudi angeua Goliath? Daudi angeua Goliath? Lakini Mungu alikuwa na kitu na baba, ili anapata mtoto alimhitaji kuwa ni heri. Amwambie chukupokea haja ya moyo wako. Hata wewe usijidanganye. Haijalishi umeokoka miaka 20, unahitaji mchungaji akuelekeze njia ya kuendea. Hiyo ndio imani ya Haladari inaanzia hapo. Imani ya Haladari, bila imani hiyo haujawahi kuona. Ndio maana Yesu aliwaambia kwamba aliwapa formula, ingewezekani imani yenu isipokuwa sawa sawa. Manake ninachowaambia, kwa jina langu ombeni lolote, hilo mnalolitaka mtafanya. Nje ya jina langu hakuna matokeo. Ndio maana akamwambia Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa. Manake kupitia Petro tunamwona Mathayo akifanya, tunamwona Yakobo akifanya, tunamwona Paulo akifanya, lakini Petro amesimama kama baba wa kanisa. Acha kiburi, acha kiburi. Lazima uwe na imani yenye matokeo. Acha kujihesabia haki, acha injili za uongo. Mfumo ni lazima. Hii dunia wote mnajua, tulisoma habari ya sayari. Sawa? Hakuna sayari inayotembea nje ya muhimili wake. Ule ni mfumo. Ikisha toka nje ya muhimili inaenda kugonga nyingine. Ni maanake
haijawahi kukosea, inazunguka kwenye muhimili wake. Tumesoma zile centigrade za mzunguko. Dunia ina mzunguko wake, Neptuni ina mzunguko wake, Satani ina mzunguko wake, jua lina mzunguko wake, mwezi una mzunguko wake. Nje ya mzunguko ni fujo. Yes. Lazima ujue maisha sio fujo, maisha ni formula. Unataka utajiri ni formula, unataka umasikini ni formula, unaichagua ni wewe. Unataka umasikini, kaangamia na umasikini wako. Unataka utajiri, dia ya utajiri ni utajiri wako. Hiyo ndio Biblia. Wewe ndio unachagua. Sasa watu wengi kwa sababu hawana elimu wanafikiri kiburi ndio formula. Kiburi hakijawahi kuwa formula. Kiburi ni maangamizo. Kila mwenye kiburi aliangamia. Kila mwenye kiburi aliferi. Kila mwenye kiburi aliambulia shida. Kila mwenye kiburi aliteseka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Umemwona Elias kazunguka, Alex kazunguka, anajua nyumba ya maarifa ndo nyumbani. Hiyo ni formula. Kwamba kuna mahali Mungu aliweka hapo baraka zako. Nje hapo hakuna upenyo. Na ninasema Alex baada ya kutoka hapa hawezi kubaki yule yule, kwa sababu hatua mpya amepiga ya kwenda mbele zaidi. Haleluya. Lazima ujue formula. Imani ya Aladari. Anasema mfumo wako na mfumo wako na matokeo yoyote unayoyataka ni huo mfumo wako. Yani Mungu akasema na tufanye mtu. Hebu tuangalie mifumo ambayo Mungu ameweka. Namba moja, hauwezi kuwa wewe kama sio wewe. Kwa namba moja tunaiona Mwanzo 1:26a. Akasema na tufanye mtu kwa mfano wetu. Ili sisi tuwe sisi, lazima tuwe mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Tukishaondoka kuwa sura ya Mungu, tukaenda kuwa Adamu, tumefeli. Maanake Adamu wa kwanza alifeli. Tunatakiwa kuwa Adamu wa pili. Huyu Adamu wa pili ni Mungu, ambaye tukirudi kwa Adamu wa pili tunaingia kwenye la ya watu wa Mungu. Tukiingia kwenye la ya watu wa Mungu tunaingia, kuna furaha katika kazi zetu, kwa sababu kazi zetu zinakuwa katika Mungu, haziwi nje ya Mungu. Tukiishi Adamu wa dhambi tutawaza kula tunda na kujificha. Ndio kundi la wengi wanaoteseka duniani. Energy haina makao na wao. Nishati iliyoko ndani yao imefeli. Maana nishati inafanya kazi na mtu aliye mfano wa Mungu na sura ya Mungu. Kwa maana wakati wanahangaika kuvua wachawi, kuna wenzio wanagundua new model ya gari. Wakati wanaua wachawi, kuna wenzio wanagundua new model ya simu. Wakati wanaua wachawi, kuna watu wanagundua new model ya kompyuta. Wakati wanaua wachawi, kuna watu wanagundua new model ya taa. Wakati wanahangaika kuua wachawi, kuna wenzao wanagundua new model ya kiatu. Wakati wanaua wachawi, wale walio mfano wa Mungu na sura ya Mungu wanagundua new model ya kitambaa cha nguo. Unanielewa? Lazima usipokuwa wewe unakuwa mtumwa wa wale wanaokuwa wao. Wale walio wao wanakufanya wewe kuwa mtumwa. Lazima uwe wewe ili uache kuwa mtumwa. Ukiwa wewe manake wewe ni mfano wa Mungu. Ukiwa wewe ni sura ya Mungu, huo ndo wewe wako. Hiyo ndo Aladari yako. Hiyo ndo Aladari yako. Hiyo ndio Aladari yako. Kama unanielewa jipigie makofi wewe unayejielewa.